Kwingineko ni kwamba watu wawili wamethibitishwa kuaga dunia huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia maporomoko mengine ya ardhi katika eneo la Kibendo, Keio Kusini, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Akithibitisha kisa hicho, waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amewataka wakazi wa kaunti hiyo kuwa waangalifu na kutoa habari kuhusu dalili zozote za hatari kwa maafisa wa utawala. Timothy Kipnusu anaarifu. Siku chache baada ya maporomoko ya ardhi katika eneo la Chesongoch katika kaunti ya Elgeyo Marakwet kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20, tukio sawia limejiri kilomita chache kutoka mahali hapo. Maporomoko hayo ya leo asubuhi katika eneo la Kibendo katika kaunti hiyo yamesababisha vifo vya watu wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa. So aliponyesha mvua nyingi kidogo tunasikia manguruma ya mawe akitokea huko juu. Alafu tena mvua ikaendelea. Wakati mvua ilipopoa kidogo tukasikia nduru. So sisi kama majirani na familia tukakuja kufika hapa. Huyu mama ya mzee mke wake ambaye ameenda. So tulifika hapa, mama amefinyiliwa na wajukuu. Kwenye taarifa, waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amewataka wakazi kuwa waangalifu na kutoa taarifa kuhusu matukio yasiyo ya kawaida kwenye ardhi. Kwanza wale wanaishi katika nyanda za chini waweze kutafuta makao mengine katika nyanda za juu ili wasiweze kupatwa na madhara kama haya. Wakati huo serikali sasa inasema itakuwa ikituma arifa zinazoonyesha maeneo hatari yanayokabiliwa na mafuriko nchini ili kuwahamisha wananchi pamoja na kuepusha vifo vinavyosababishwa na maporomoko ya ardhi na yale yanayotokana na tope. Akizungumza baada ya kuhudhuria awamu ya 44 ya sherehe ya mahafali katika chuo cha mafunzo ya uhifadhi wa misitu nchini huko Londiani katika kaunti ya Kericho, waziri wa mazingira na misitu Deborah Baraza alisema idara ya utabiri wa hali ya hewa itakuwa ikiendesha shughuli hizo. And we want to send our sincere condolences to the people of this region. Tomorrow we'll be there for the support. But as a ministry and also through KMD, that is Kenya Meteorological Department, we are sending routine alerts. And we'll be able to escalate this to ensure that there is public awareness, especially in the flood-prone areas. Baraza alisikitishwa na watu 26 waliopoteza maisha yao huko Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya maporomoko ya tope kukumba eneo hilo, huku watu wengine wawili wakipoteza maisha eneo la Kibendo, Keio Kusini mnamo Jumatatu asubuhi. Equally, there is increased rainfall in the Lake Victoria region, the Rift Valley region, especially the west, the central and the southern region. And so we want to call upon Kenyans to be extra cautious in this region so that we can be able to move to areas that are safe. Let us avoid the riparian areas. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliandamana na waziri Barasa alitoa wito kwa wizara husika kubainisha maeneo hatari ili wakazi waweze kuhamishwa. So Mama Deborah na wizara yako, map out all such high risk areas and do a Marshall Plan to plant trees to enable the protection of our soils, especially where they are fragile in the face of heavy rain.